can't you do? What won't you do? Nothing impossible, nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist yet. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? To do? It can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh grandpa Tim. Leo nataka kuzungumza juu ya mada ambayo waijua, lakini neno la Mungu litatuelekeza, na ni juu ya unyenyekevu. Humility pays. Unyenyekevu mbele yake Mungu. Humility pays. Na Waswahili wanatumia maneno haya juu ya unyenyekevu. Wanasema kwamba heshima sio nini? Sio utumwa. Wanatumia msemo kama huu. Na kwa hivyo kuna mmoja ambaye alikuwa amegombea hali ya utangazaji. Alikuwa anajulikana zama zile, Nena Mambo Botela. Alikuwa anauliza swali, je, huu ni ungwana? Kwa sababu ya tabia zingine watu walizokuwa wakizifanya. Na kwa hivyo alikuwa akiuliza lile swali enzi zile. Na kwa hivyo leo nataka kuzungumzia juu ya humility pays, unyenyekevu mbele ya Bwana. Unajua kwamba Bwana atatusaidia, atatubariki pamoja, ni kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema na huruma ndani ya maisha yetu. Tuamini, tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, twajiachilia katika uwepo wako wakati huu ambapo tumetulia kulisikia neno lako ambalo tumelisoma. Wasema ni asante, ni kwa sababu katika vizazi tofauti umejifunua. Enzi yake mtumishi wako Elisha ulijifunua na ukadhihirisha kwamba wewe ni Mungu ambaye hauna mipaka. Ni asante kwa sababu Yesu alijitoa, akaacha ukuu wote wa mbinguni aje na ili aweze kuwa mwokozi wa kila mmoja wetu. Zungumza na maisha yetu katika kizazi hiki chetu, nitumie kama chombo cha dhamana ili niwakilishe ujumbe wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Haleluya. Na furahi ni kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu ni Mungu mwema ambaye ametupenda. Wafalme wa Pili 5 hadi 15 ndipo tumesoma anda yake. Huyu jemedari aliyekuwa akijulikana kwa jina Naaman alikuwa na ugonjwa wa ukoma, na yeye alikuwa ni hodari wa vita, lakini alikuwa na hiyo dosari iliyokuwa ikimsumbua. Na kwa hivyo mfalme mkubwa wake alimpenda, lakini sasa hangeweza kumsaidia. Natumai kwa sababu alikuwa ni jemedari, rasilimali nyingi ya nchi ilitumika ili aweze kupata matibabu, lakini haikuwezekana. Lakini kukatokea sauti moja ya msichana aliyekuwa ni mjakazi katika familia hii, akamwelezea mkubwa wake kwamba
kama huyu angeweza kujua kwamba kule nilikotekwa mateka nikaletwa nchi hii, mtu wa Mungu yuko na akienda katika nchi hiyo ataponywa, basi hiyo sauti ikachukuliwa na mke wa huyu jemedari na akamwambia mume wake, na ndiposa habari hiyo ndio tumesoma na tunaona kwamba Naaman akarudi nyumbani akiwa salama, amepona. Ni kwa sababu ni mambo ambayo Biblia imetueleza. Kwa hivyo ukiwa nyumbani na hata baada ya ibada hii, na wewe unayenisikiliza, unaweza soma Wafalme wa Pili na usome sura hiyo ya 5 umalizie, na utaona kwamba vile ambavyo zawadi inapatikana wakati ambapo tunakuwa na nafasi ya kusikiliza. Yaweza kuwa ni kusikiliza kutoka sauti ya mtu ambaye hana heshima, mtu ambaye sio wa kawaida, lakini unaisikiliza. Zamani, kama ambavyo wale wanajua historia nchi ya Kenya, wakati wa enzi za Mau Mau, Waafrika hawakuwa na uhuru wa kutembea pahali popote. Lazima ungekuwa na kitambulisho ya kukuruhusu utoke Mzee wa Nyama uende Umoja, utoke Umoja uende Kiratina. Haungesafiri vile ambavyo tunasafiri. Lazima ungekuwa na kitambulisho kutoka eneo moja hadi lingine, na kama hauna, ukikutana na serikali ya wakati unashikwa na unatupwa kizimbani. Kwa hivyo ilikuwa ni wakati mgumu, na kwa hivyo watu walikuwa na shida sana kwa sababu ya usafiri, na kupata kile kitambulisho ilibidi ukili mambo mengine, na watu hawakuyapenda. Kwa hivyo nikapewa hadithi hiyo na babu yangu ambaye ameaga, akaniambia walikuwa na shida sana, lakini kama vile mnavyojua, wenda wazimu hawazingatii sheria, hawazingatii ni juu yako. Hata saa hizi polisi akikutana na mwenda wazimu atamshika kweli? La, kwa sababu atamsumbua bure. Kwa hivyo kulikuwa na mwenda wazimu mmoja, hakushughulika na hizo sheria na masharti hayo. Alikuwa akizurura, akienda akitoka mahali moja mpaka pengine, na wakati mmoja akakuta wazee wamekaa, wako na hofu, wanaulizana watapata kazi wapi. Akamwambia, nyinyi mnafanya nini hapa? Na huko nimetoka, watu wanaajiriwa hata waulizwi vitambulisho. Sasa hao wazee wakaulizana, ni nani ataamini maneno ya mwenda wazimu? Hata wewe unachukua nafasi ya kusikiliza mwenda wazimu? Hapana, you ignore. Lakini mmoja wao akasema, yawezekana labda huyu mwenda wazimu maneno anayoyasema ni ya kweli. Kesho mmoja wao akaamua, nitaondoka usiku niende nijue kama hivyo mwenda wazimu amesema ni kweli. Na kweli alipoenda kupata kuajiriwa, na ndiposa baadaye akarudisha ujumbe akawasema vile mwenda wazimu alivyosema, basi inawezekana. Kwa hivyo kusikiliza sauti, hasa kwa watu ambao hawana heshima, watu ambao labda hawajulikani, inakuwa ni jambo gumu sana. Na tunaona kwamba huyu mjakazi alizungumza kwa maneno machache. Kama huyu mkubwa wangu angejua huko nilikotekwa mateka kuna mtu anaweza mponyesha ugonjwa huu wa ukoma, lakini hakujua ni njia gani ataipitia. Wakati mwingine jambo hilo ni ngumu. Kwa hivyo hiyo ni somo ambalo tumesoma na nitalirejelea, lakini nataka pia kusema kwamba Yesu Kristo mwenyewe katika Injili, kwa sababu tumesoma Injili ya Luka na tumeona kwamba vile ambavyo Mungu anavyofanya. Yesu anafundisha Luka 14, tumesoma 7 hadi 14, unaweza rejelea. Anafundisha, anatuambia unapoalikwa katika sherehe, na sisi wote tumepata nafasi ya kualikwa. Kunakuwa na high table, kunakuwa na the second row, hata the third row. Lakini utaona wakati mwingi mtu anapoalikwa, hata kanisani, utaona viti hivi vya mbele watu wameacha. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wamesoma Injili hii. Kwa sababu hivi viti vya mbele, uende ukakalia pale ukaambiwa, rafiki yangu, kuna mtu mmoja ambaye atakaa hapa, arudi nyuma. Ukaanza ibada kwa aibu, ukaanza ile sherehe kwa aibu. Yesu anafundisha, anasema unapoalikwa sherehe kama hiyo, hata kama wewe ni mgeni mashuhuri, umeheshimika, kwanza iangalie vizuri na jipange. Anzia kule nyuma, ili ambaye amekualika uenda akakwambia, mwenzangu, sitoka kule, njoo hapa mbele, kwa sababu hii ndio nafasi ambayo umetengewa. Lakini mara nyingi hatuna nafasi hiyo ya kuweza kufikiria mambo hayo. Kwa hivyo leo nataka kuzungumzia juu ya mada hii,
kuwa na unyenyekevu, kunyenyekea mbele ya Mungu, kwamba unapojinyima kwa sababu wewe unataka kudhihirisha vile ambavyo Mungu amefanya ndani ya maisha yako, jambo hilo huwa linalipa na linalipa vizuri. Mzee mmoja ambaye wengine waweza kumjua, alikuwa ni mfanya biashara na alikuwa na kazi nzuri, na ilikuwa sio kazi ambayo inaweza tajika sana, lakini alikuwa ni mfugaji wa kuku. Na wakati mwingi watu hawajui kwamba kuku inaweka pesa mfukoni. Lakini mzee nilimjua na ni rafiki yangu, lakini sasa ametuacha. Na huyu mzee alikuwa ni mfugaji wa kuku mashuhuri, na alianza katika hali duni sana, akaendelea mpaka akajulikana katika nchi ya Kenya, na sasa familia yake imepata rasilimali nyingi kutokana na kazi hiyo. Na president wa nchi hii ambaye pia ametuacha, Bwana Moi, alienda kwake kwa sababu alikuwa amepata hiyo sifa na alitaka pia kuwa mfugaji kuku namna hiyo. Kwa sababu tunajua tulikuwa na president kwa kuku nambari 1, kwa kulima nyanya nambari 1. Si mlikuwa na president namna hiyo? Wale walikuwa wamezaliwa siku hizo. Kwa hivyo huyu president kila wale alikuwa anataka kuwa na kwa hivyo alitaka kuwa pia mfugaji kuku nambari 1. Alipoenda kwa huyu mzee ili naye pia aweze kujua hivyo, angalau akuwe nambari 1 katika hali hiyo, alienda alafu akaalikwa. Na huyu mzee alikuwa amejua atakuja, lakini yeye alikuwa ni mtu ambaye huwezi mtambua. Na wakati president alikuja, basi akamkuta mtu kwa gate, akamkaribisha, akamwambia yeye amekuja na anataka kumuona huyo mzee. Na huyo mzee akamwambia basi kalia hapa, akawekewa pahali pazuri, akawekewa chai na nini, ili huyu mzee ama huyu watchman aende amuite mwenye farm hiyo, kwa sababu ilikuwa ni farm kubwa. Sasa ule mzee ndiye mwenye biashara hiyo na ndiye mwenye shamba hilo. Alikuwa amevaa overall na gambut. Sasa alipomfanya hivi na akaita watu akampea kila kitu, akaenda akabadilisha nguo, akavaa suti, akaweka tai, akawa salama, akaja. Sasa ndio akamkaribisha president. Lakini president hakujua yule aliyekuwa kwa gate ni nani, pia ni huyu. Sasa ndio akamwambia Mr. President, ndio, alafu akazungumza, kwa sababu alijua jinsi ya kuishi katika maisha ambayo tuko nayo siku hii ya leo. Na hata ulimwengu ambao tunaishi leo ndio ulimwengu ambao Mungu anazungumzia, na ndiposa maneno ambao Paulo anazungumzia katika 2 Philippians anazungumza, na tumeongozwa vizuri kwamba katika Wafilipi 2 na tumesomewa vizuri sana na kiongozi wa ibada, akatueleza kwamba Yesu aliacha ukuu wake wote mkubwa. Yeye ni Mungu, yeye ndiye muumbaji, aliacha mamlaka hayo yote, akaja akazaliwa, akavaa mwili wa mwanadamu, akazaliwa kama sisi, akalia, akakuwa mtoto, lakini yeye ni Mungu. Alifanya hivyo kwa nini? Ni kwa sababu alijua yeye ana uwezo wa kuweza kutuokoa. He left everything, all that you can think of, being a king of kings, lord of lords. Akaacha haya yote, akaja akachukua mwili wetu, akazaliwa hali zetu zote, ili aweze kutufikia, ili aweze kupata nafasi ambayo tunayopata. Wakati ambapo kuna shida, Yesu alipitia zile shida. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya mapenzi juu yetu. Kwa hivyo ninapozungumzia juu ya mada hii kwamba kunyenyekea mbele za Mungu, nataka jambo hilo Bwana akusaidie na ulielewe, ili hata wewe upate nafasi ya kufurahia maisha haya wakati ambapo umenyenyekea, kwa sababu sio jambo rahisi, hasa vijana ambao wana misuri, wasichana ambao ni warembo, watu ambao ni watu mashuhuri hawana nafasi hiyo. Na nataka tu Bwana aweze kukusaidia. Kama wewe ni msichana mrembo na Mungu amekubariki, unaonekana vile, nataka Mungu akusaidie kwamba humility pays. Msichana mmoja alipendwa sana na kijana, na wakawa wamependana sana, na akaidiana atamuoa.
Na basi huyu kijana akamwambia, ningetaka uje nyumbani ni kwa sababu ningetaka mama akuone, ili sasa atupe baraka tuoane. Na basi huyu msichana akaambiwa, akacholewa kwao ni wapi na vile ambavyo atakavyokuja. Basi kijana akaenda nyumbani akamwambia mamake, nina msichana ambaye nataka kumuoa na nimempea appointment, atakuja siku hii. Kwa hivyo mama, ningeomba tu jitayarishe uweze kumpokea mgeni wangu. Kawaida mama anafanya hivyo, akachinja jogoo, akaenda market na mambo hayo. Lakini alipokuwa akitoka market na vitu vyote, na basi ilikuwa ni moja, basi akaenda kwa hiyo basi na ilikuwa imejaa karibu ondoke. Basi akaona mizigo yake pale, hapa kuna msichana maridadi. Sasa na hapo ndio nafasi imebakia, akakaa pale anamsukuma na magunia yake. Huyu msichana akaona anapakwa chafu nini. Kauliza mama, kwani ungengojea hiyo gari nyingine? Akamwambia hapana, nina mgeni anakuja kwangu na ndiposa nataka hapa ili niweze kufika, kwa sababu anakuja na singetaka afike mbele yangu. Basi wakasukumana, msichana hapa anaona anapakwa chafu na yeye ni mgeni mashuhuri. Mnajua namna hiyo, wasichana unamwona amejikondoa vizuri kwa sababu anaenda for the husband to be. Basi wakaenda tu ile stage mama aliwekwa, ndio ule msichana alipoangalia karatasi akaona hapo ndio alikuwa ameambiwa shuke. Basi ni bodaboda, si unajua maisha yetu ya bodaboda. Basi bodaboda ikaja. Sasa ule msichana anasukumana na mama, akamwambia usiwache tu niende na hii bodaboda ya kwanza kwa sababu mimi nina haraka. Msichana pale anapiga mdomo, lakini mama akaenda. Bodaboda ya pili ilipokuja naye msichana akaja. Sasa na yeye akaingia na anaambia ule kijana, niliambiwa pale naenda ni hapa hivi. Sasa alipoenda kule aliambiwa, ni nani alimkuta? Je, kama wewe ni mama wa huyu kijana, huyu msichana angeolewa kwako? Wamama mko? Hata mke wangu yuko. Wamama mko? Angeolewa kwako? Wamesema hapana. Wasichana, kwa nini tunapoteza baraka? Nataka kusema humility pays. Na hiyo ndio ambayo Bwana amenisaidia kwamba Naaman aliambiwa na wadogo wake, kwa sababu alikuwa ni jemadari, ana maaskari, watu ambao wanamsaidia. Kaambiwa, kama nabii Elisha angekwambia mambo makubwa, si ungeyafanya? Ni kwa nini amekwambia jambo rahisi? Enda Jordani ujichovye mara 7 na utapona. Hilo ni jambo kubwa sana, lakini anasema kwani nchi yetu, kwani sisi ni kina nani? Kwani hatuna mambo haya? Mambo haya ya kujigamba yamefanya baraka zetu zipotee sana. Lakini wakamsihi, wakamwambia, la hasha, wewe kubali tu. Ingawa ni hivyo, lakini kubali tu, kwa sababu hivi ndio amesema. Si angetoka nje akuja niwekelea mikono niambie in the name of Jesus. Si hivyo ndivyo tunakupenda sana. Unataka mambo makubwa makubwa. Mambo makubwa na si vibaya. Lakini leo nataka kuzungumza, kama ungekuwa karibu na mimi ama karibu na jirani, ningekwambia humility pays. Mwambie jirani yako humility pays. Kwa sababu wakati mwingine tumejikuta hali hiyo ya kukosa zile baraka. Na unanisikiliza, ninataka kukuelezea kwamba Mungu anazungumza na sisi kupitia mtumishi wake, kwamba walimsihi sana, wakamwambia wewe fanya tu hivi. Hii inaonekana kama ni jambo la aibu, lakini maybe this is the way. Na kweli alipoenda pale, mwili wake ukawa kama wa mtoto. Kwa hivyo nataka kuzungumza mambo 5 ninapozungumzia na kurejelea mada hii, ili Bwana aweze kukusaidia katika maisha yako ya Ukristo na hata na kuendelea, kwa sababu dunia hii Mungu ametupa tutaishi, lakini ni mambo mengi tutaenda kukutana nayo, na wakati mwingine haujui ni unawekwa katika kipimo kipi, na mambo mengine unayapoteza. Lakini Bwana atakusaidia napozungumza mambo haya 5, kwamba jambo moja ni lazima ujijue, ujitambue. Ni lazima ujijue, ujitambue, kwa sababu haitakuwa rahisi.
Haitakuwa rahisi kuwa mnyenyekevu kama hujijui na hujitambui. Kweli huyu mzee alijijua, mimi ndiye mwenye famu hii na mimi ndiye mwenye biashara hii na hakuna mwingine. Kwa hivyo haijalishi vile ninavaa, haijalishi ni nani anakuja, alijijua akajitambua, na yeye ndiye aliyekuwa na taaluma hiyo. Kwa hivyo hakuwa na jambo lingine, hakutaka kujionyesha, yeye alijua hivyo. Kwa hivyo watu wengi wanakuwa na shida kwa sababu hawajijui. They have not been able to have a realistic assessment of themselves. Hawajijui vizuri kwamba wao ni kina nani. Na kwa hivyo saa zingine wanasukumana wakitaka kujua jambo hilo. Ukirudi nyumbani, soma Zaburi 8. Zaburi 8 itakuelezea kwamba dunia hii na kila kitu chote ni Mungu aliziweka vile zilivyo, lakini Yesu Kristo ambaye ni Mungu haya yote ameyafanya, lakini aliacha ili kutuonyesha jinsi ambavyo sisi hata tukifika wapi hatuwezi kufikia kiwango cha Mungu. Kwa hivyo kila mmoja wetu aweze kuwa na heshima mbele zake Mungu, hata ukiwa nani. Awe ni president wa nchi hii, ni lazima ushuke. Mungu akinena lazima usikie. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ni nzuri, kwa sababu Naaman aliambiwa na Elisha, mwambie aje kwangu. Wewe mfalme, wacha kuwa na wasiwasi, sio vita, mwambie aje kwangu na atajua kuna nabii wa Mungu. Bwana apewe sifa. Everybody must come to that knowledge, and we should not fear. We should not fear. When you know who you are, huwezi sukumwa hivyo. Unamwambia ni sawa tu, wewe pita, kwa sababu wewe umeumbwa na Mungu na Mungu huyo ndiye mtetezi wako. Amen. Don't be pushed, lakini wewe nyenyekea, kwa sababu unaponyenyekea Mungu akija atakutetea. Haijalishi watu watakufanya nini, lakini watakuja, atakutetea. Hata kama ni jambo la kuwekelewa. Wakati mwingine tunaleta vurugu sana kwa sababu tumewekelewa mambo. Na wachana na hayo. If you know you have not done it, and you know for sure you have not done it, na wewe ni mkweli wako, kwa nini sasa uwe na shida? Assess yourself. Na kama hauna jambo lolote, mwambie ni sawa, wewe enda. Wewe sema vile unasema, lakini Mungu ambaye ni Mungu wa majeshi, aliyeumba na anayejua ukweli wote, he will come to defend me. Amen. Yesu hakuwa na wasiwasi. Alisema wakati wangu wa kufa hujafanya nini? Haujafika. Wakati utafika nitafanya nini? Nitajipeana. Amen. Kwa nini wewe uwe na woga, wasiwasi? Si COVID imepita. Kwa sababu wakati wetu wa kwenda hauko umefanya nini? Umefika. Kwa hivyo ni vizuri ujijue, ujitambue. Mwambie mjirani yako jijue, jitambue. Jambo lingine ambalo ni la maana sana wakati tunapozungumzia mada hii, ni lazima tujue barabara tunayoipitia. Ni lazima tujue barabara tunayoipitia, na vile vile lazima tujue safari yetu iko namna gani. Na wakati unapojua hivyo, basi utakuwa mwepesi. Zaburi ya 131 ukisoma itakuelezea kwamba Mungu ndiye anayetuelekeza katika mambo haya. Kwa hivyo sababu sisi tumeumbwa katika mpango wa Mungu, na Mungu anajua safari zetu. Kila mtu ndoto yake hapa iko mikononi mwa Mungu. Kwa hivyo lazima tujue safari yetu iko namna gani, na vile vile tujue njia ambayo tunaipitia. Unapotafakari maisha, kama vile wanakwaya wametuimbia hapa juu ya maisha ya Yusufu, alijijua na alijua safari yake iko namna gani, na yeye alijua ni njia gani ataipitia. Akamwambia mke wa Potifa kwamba mimi jambo kama hili siwezi kulifanya kwa sababu nitakuwa nikifanya dhambi mbele zake Mungu, na mimi nitaisha. Akakataa, ni heri niende jela. Nikienda jela huko sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Mungu, na Mungu ajua vile atakavyonishindania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unakuwa na uoga na wasiwasi na kufanya mambo mengine ili ujishikamanisha na watu? Waachilie. Sema mimi ni mkweli na Mungu ndiye atakayekuwa mshahidi wangu. When you know your path, when you know the journey that you are going, kwamba hii safari sio fupi. Hii safari ina milima na mabonde, lakini Bwana atapelekana pamoja nasi. Kwa hivyo ni lazima kila mmoja wetu aanze kuketi na kujiuliza, safari yangu iko namna gani? Na hii safari sio fupi.
Mimi nimekuwa katika hii safari zaidi ya miaka 50 sasa, na nimekuwa katika hali ya uchungaji zaidi ya miaka 20, na najua hii safari sio rahisi, lakini sio kwa sababu yangu, lakini Mungu ameahidi, na hivyo ndivyo tunapanda katika mada, katika Mathayo 28 inasema kwamba I'll be with you. Bwana kwa sifa. Katika hii safari ataandamana pamoja na wewe, atapelekana pamoja na wewe, atapeana kila kitu ambacho unahitaji. He will going to provide. Usiangalia watu, kwa sababu nchi yetu ya Kenya tumejaribu kuangalia wanasiasa kwamba ndio watatusaidia. La hasha. Ambia Mungu njoo katika safari yangu. Alafu ambia Mungu tengeneza barabara. Na yeye anajua kufanya nini? Tengeneza. Amen. Kwani wewe si Mungu amekutengenezea na kuni umekuja na umenunua wanyama? Ulijua utakuwa wanyama isipokuwa ni crashes. Sasa kwa nini uanze kuwa na shida useme watu walinipiga? Wachana na wao, walikupiga wamepata mshahara yao. Halo, wale walikutesa wamepata mshahara nini? Mungu anajua safari yako, atapelekana pamoja na wewe. Amen. Labda ile kanisa ulikuwa unasoma huko ilikuwa ya matope. Halo. Sasa Mungu amekuleta na sasa unajengea Mungu hekalu mzuri. Amen. Na hivi naona hii hekalu itakuwa na tiles. Si ni Mungu anaongoza wewe? Anaongoza watu wako. Kwa hivyo anasema hafadhali kupelekana na Mungu, kwa sababu yeye anajua mwanzo na hata na mwisho wetu. Unapojua hivyo, hauna shida nyingine. Hautasumbuana na watu. Utasema ni heri Mungu, wacha mimi ninyenyekee, watu wengine wapite, na wewe Mungu upate heshima. Jambo la tatu ambalo lina maana sana, ni lazima wewe ujue wewe dhamana yako ni ya namna gani. What is your worth? Dhamana yako ni ya namna. Sababu wakati mwingine hilo ni jambo ambalo linatuletea shida. Dhamana yako, ni lazima ujue dhamana yako, kwa sababu kila mtu ana dhamana iliyo kubwa sana. Wasichana wa kijiji kimoja walikuwa ni warembo, walikuwa ni wazuri, na walikuwa wamesikia unabii kwamba Yesu atazaliwa, na Yesu atakapozaliwa atazaliwa na msichana mmoja, na huyo msichana atakuwa ni bikira. Kwa hivyo wote walitamani kumzaa nani? Kumzaa Yesu. Lakini mmoja aliyejiweka tayari, akajiweka tayari, akajua Mungu, kwa sababu wewe ndio unajua dhamana yangu. Basi pale ndiposa malaika akaja akamwambia Mary, wewe utakuwa mjamzito na wewe ndio utakayezaa mtoto huyu, jina lake ataitwa Yesu. Na wakati huo Mary alikuwa amepozwa na kijana anaitwa Yusufu. Na hawakuwa wameonana kimwili. Sasa unaona siku hizi watu wanaposana, lakini kabla hata wakuja kanisani. Hata Yesu akija, Mungu akija kule, anaambia Bwana Mungu azingia. Sasa unaona, ni lazima ujue dhamana yako. Dhamana yako ujue vizuri. Na ya mambo ambayo unatakiwa kuyachunga uyachunge, ni kwa sababu hiyo ni dhamana ambayo kila mtu amepewa. Na usitake mtu yote akukandamize. Wewe you are worthy before the presence of God. Hata ukiwa unapewa rushwa, sema hapana, mimi sishukui rushwa, ni kwa sababu Mungu wangu ni tajiri na yeye atanibariki, atanipanulia mipaka. Kwa hivyo wewe ni mtu unajipa heshima. Unasema mimi sifanyi jambo hilo, mimi sisengenyi, mimi siingii katika mikutano hiyo, kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni mtu anajiheshimu. Watu wengi wamekosa kujiheshimu, ni kwa sababu hawajui jinsi ambavyo Mungu anasema kwamba if you humble yourself, God is going to do what? To lift you up. Ukinyenyekea, Mungu atakuinua. Atakuinua. Mwimbaji mmoja ambaye anajulikana kama Mutheni wa Ngai ameimba huo wimbo akasema, vile ambavyo walikuwa na shinda hawapati chakula, walikuwa na kula gandeli, lakini Mungu alifanya nini? Kwa sababu tumeumbwa na mfano wa Mungu. Sisi ni watu ambao ni milki yake, na sisi ni watu ambao ni wa heshima, na tunahitaji kufanya hivyo. Ukisoma Luka 1 utamkuta huyu msichana ambaye anazungumza juu yake Mariamu. Na kwa sababu ya kile kitendo, leo tunazungumza juu yake, ulimwengu wote unazungumza juu yake. Amepata heshima iliyo kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu yeye alipata fursa ya kumzaa Yesu Kristo. Kwa hivyo hata sisi fursa hiyo iko, lakini lazima ujiweke tayari na mngojee Bwana. Let us know our worth. Na hakuna mtu mwingine anaweza kadiria
uzito wako na heshima yako. Wewe mwenyewe ndio utakayekadiria, utasimama na kusema mimi siwezi kulifanya hili kwa sababu ninajua mambo ambayo Mungu anazungumza juu ya maisha yetu. Jambo la nne, ni vizuri uweze kujua wewe huduma yako ni ipi. Ni kazi gani Bwana amekuteua uweze kuifanya? Ni lazima ujue Mungu amekuandaa katika njia gani. Ni lazima ujue. Na wazazi wanajua, wakati mwingine watoto wao wasikilizi. Mama yangu ambaye amenizaa alinijua sana. Na wakati naendelea kuwa mkubwa akaniambia, unajua mimi nimejua mikono yako imebarikiwa sana. Alikuwa ananiambia hivyo. Kwa hivyo tunapoenda shamba ananiambia, wewe ndio utapanda malenge. Sasa napewa mbegu za malenge, ninaenda nikipanda. Na malenge inazaa. Sasa na mimi ninasikia hivyo. Kwa hivyo hata leo mikono yangu imefanya nini? Imebarikiwa. Na nimejua hivyo. Amen. Mimi najua mikono yangu imebarikiwa. Na hata sikuwa najua kwamba siku moja nitakuwa mchungaji. Kwa hivyo ni vizuri ujue kila mtu kuna ile karama Mungu ameweka ndani yako, na ni lazima ujue ili uanze kutenda hivyo. Lazima ujue uanze kutenda hivyo. Na ukijua mikono yako imebarikiwa, basi unajua ni kazi gani utafanya. Mimi ni mkulima. Mimi napenda sana kazi ya ukulima. Na najua hivyo mikono yangu imebarikiwa, hata nikiwekea kuku mayai kama ni 12, 10 chini ya 12 inatoka. Kwa sababu najua hivyo, na ni Bwana ameniwezesha kufanya hivyo. Hata wafanyi kazi tunaofanya kazi nao wananiambia, wewe ukipanda miti inakuwa haikauki, kwa sababu nilijua na hiyo ni njia ambayo nimeipitia. Na wewe lazima ujue umeletwa dunia hii ufanye nini. Amen. Bwana apewe sifa. Jua wewe ni nani, huduma yako ni ipi, na uweze kuifuatilia, na uweze kupanga njia ambazo unaweza zifanya ili uweze kufanya hivyo. Ukifanya hivyo, ukijua wewe ni nani, ukijua wewe kwamba karama yako wewe ni mwanabiashara, ifanye. Na ukiifanya na ujue hiyo ndio Bwana amekubarikia, basi ni hivyo. Kuna watu ambao karama zao ni walimu, na wakiifanya wanaifanya vizuri. Mambo hayo lazima ujue na unaifanya katika kunyenyekea. Si tukibarikiwa uweze kuinuka, hapana. Kuna hadithi ya Equity Bank ambayo nitaileta hapa. Huyu ambaye amekuwa kiongozi wa benki hiyo, yeye ni mtu ambaye amebarikiwa katika hali hiyo ya biashara, na aliinua hiyo benki kutoka chini sana, na sasa katika ulimwengu inajulikana sana. Ni kwa sababu alijua hiyo ndio kazi yake, na ameifanya, hajaiachilia kwa zaidi ya miaka 20 ambayo nimemjua. Kwa hivyo anashikilia hilo jambo. Uliza jirani yako, umeshikilia jambo gani? Ama unaruka hapa, unaruka hapa, unaruka hapa. Sasa Mungu akija hakukuti pale ambapo alikuachia uendelee. Ambia jirani yako shikilia. Kwa sababu Mungu wetu is a consistent God. Kama wewe ni kijana unanisikiliza, wewe ni msichana unanisikiliza, kama umeamini huyu ndio taoa, fanya nini? Shikilia. Hapana aenda ukiambia watu I love you, I love you, I love you. Hapana, wachana na watu. Sema huyu ndio unayempenda, shikilia hapo. Na useme hapa ni kufa na nini? Naye Mungu akiona uko determined hivyo anasema I will give you. Na sio hivyo tu akuongezee. Amen. Ni vizuri ushikilie. Kama unafanya kazi, unajua hii ni njia yako, ishikilie. Ni kwa sababu kila maisha yetu inapanda hivyo. Inapanda alafu sasa inaanza kushuka. Lakini wakati napanda, Mungu akija ili akusaidia kupanda, na kuta umetoka, umeenda barabara nyingine. I have said you must know your journey and you must know the path. Kwa sababu ukitoka ile barabara, si akikuja nakota hauko. Kwa hivyo lazima ujue ushikilie. Kama wewe ni mhubiri kama mimi, shikilia pale. Kwa sababu Mungu atazungumza, shikilia pale. Mwambie Mungu hapa ndipo. Mwambie watu wako, mwambie watoto wako wajue hivyo. Lakini unakuta huyu hayuko hapa, hayuko pale, na Mungu akija anakuta jambo hilo sio nzuri. Kwa hivyo ni lazima sisi wote tujitambue na kazi ambayo Mungu ametuitia. Wanafunzi wake Yesu Kristo katika Mathayo 18 ukienda usome utaona kwamba walijikuta katika hali hiyo. Wameitwa wanafunzi, Yohana amewaambia huyu ndiye kondoo mwana wa Mungu ambaye atabeba dhambi za ulimwengu, na amewaelekeza. Lakini wakija pale hawajui Yesu ni nani na hawafuatilii kumjua.
kumjua. Wakaanza kuulizana, ni nani atakayekuwa prime minister, ni nani atakayekuwa deputy president, ni nani atakayekuwa minister wa local government. Halo. Sasa Yesu akawaambia, ni nini mnabishana namna hiyo? Ufalme ambao niko nao ni ufalme. Akawaletea mtoto, akawaambia yule ambaye atalipokea neno la Mungu kama mtoto huyu, na awe ni mtu ambaye amejinyima kama huyu mtoto, huyu ndio amepata qualities za kuingia katika ufalme. Kwa hivyo wachana na mambo haya, ni atakalia mkono wa kulia wa kushoto. Na hiyo ni jambo ambalo hata sisi kama Wakristo lazima tulielewe na tulijue vizuri. Kama umeitwa maisha ya Ukristo, tulia na kuwa Mkristo na ishi maisha ya nini? Ya Ukristo. Wachana na mambo mengine. Wachana na mambo mengine ya dunia, wachana nayo, kwa sababu itakuletea shida. Yesu amefundisha jambo hilo, akasema mpanzi mmoja wa mbegu alienda kupanda mbegu, na mbegu zingine zikaanguka katika rotuba nzuri, zingine zikaanguka kwa barabara zikachukuliwa na basi na ndege, zingine zikaanguka katika miba na zikasombwa. Kwa hivyo kuna Wakristo ndio wako kanisani, lakini wamekonda. Sio kukonda hii mwili hii, ukiona hii mwili imenona kweli, lakini wamekonda kwa sababu wamesongwa. Hata wanachukua chakula ndio wanakumbuka waombe kwa sababu wamekonda kiroho. Sasa ile wameuma ndio wanakumbuka kweli sijafanya nini, ama watoto wao wanawaambia tujaomba. Msichana wangu akiwa mdogo alitufurahisha sana wakati aliyetembelea mke wangu akiwa mwalimu miaka fulani, na walipoenda katika staff room akaachwa pale. Mwalimu aliyekuwa rafiki ya mwalimu wangu, mke wangu, akamwambia ampe chai, akampa chai, alafu ndio wakaketi pamoja. Naye mwalimu akachukua kikombe akaja akamwambia hatujaomba, na ni katoto kadogo ka miaka 5. Si ni aibu? Kwa sababu ya kukonda. Abia jirani yangu, acha kukonda kidogo kwa sababu unasongwa na mambo haya. Mambo haya yakapita, yataenda, wachana nayo. Wewe usisongwe na miba. Panuka. Mungu amekuita katika huduma. Panuka katika ile huduma na utaweza kupata baraka za Mungu, ni kwa sababu ni Mungu mzuri. Usiharibiwe na mambo haya, yanapita. Dunia inapita, mambo haya yote yanapita. Usiharibiwe na mambo haya. Lakini ukinyenyekea mbele za Mungu, Mungu atakuwa mpigani katika vita zako, na yeye atakuweza kuhifadhi na ataweza kukulinda. Kwa hivyo ni vizuri kwamba ukinyenyekea, Mungu atakuinua. If you humble yourself, God is going to lift you. It doesn't matter the age. Uwe ni mzee, uwe ni msichana, uwe ni mdogo, just humble yourself. Just humble yourself and God is going to lift you up, and you are going to be happy. You are going to enjoy this life, and many things will happen in your life. Finally, for those who would want to read, unaweza Google and you can be able to see Mother Teresa of Calcutta in India. Huyu alikuwa ni nun, mfuasi wa kanisa la Katoliki, lakini Mungu aliweza kumuinua ni kwa sababu alijua njia anayotaka kuipitia, akajua huduma yake, akajua yeye ni nani, akajua yeye ni mheshimiwa wa mbinguni, na yeye ameletwa hapa duniani kwa kazi maalum. Na dunia yote ikaweza kumpa zawadi ambayo inatamanika sana, the Nobel Prize, kwa sababu alijijua yeye ni nani, akajua huduma yake, akaifanya vizuri, na hata dunia yote ikaweza kujua hivyo. Hata wewe, that opportunity you have, irrespective of your age, just define yourself, know who you are, and then follow your path, and God is going to come and bless you. And many people are going to speak about you kwa sababu umeipitia njia yako. Na sio kwa sababu ya mali, sio kwa sababu ya jina ambalo limetajika, la hasha. Ni lazima ujue hivyo. President Moi became the president of this nation because he humbled himself for 12 years under President Kenyatta. Alitemewa mate, akaambiwa mambo yote, lakini akavumilia. Kwa sababu Waswahili wanasema mvumilivu kufanya nini? Hula mbivu. Alivumilia. Ingawa baadaye katika enzi yake ya president kuna mambo mengi alifanya. For him to become a president, it was humility. Kibaki pia, he humbled himself, a very intellectual person, learned in Makerere University,
but became the president of Kenya, not because of anything else, but because of his humility. Hata watu wa rika yake walimuita General Kebwe, wote wakamtukana, lakini yeye alifanya nini? Alivumilia. And that did not stop him becoming a president who has left a very great legacy. And personally, being a historian of this land, I love him very much. The 10 years made Kenya to become a different nation, because it's only in his term that we never borrowed money from other countries. Our economy was able to sustain our development. Is that not a great president? Kwa hivyo ni vizuri hata sisi, we have so much we can be able to do. But my message today ni kwamba tunyenyekee na tuvumilie mbele yake Bwana, naye Bwana atatubariki. Tusimame tuombe. Tunakuheshimu alasiri hii kwa sababu wewe ni Mungu mwingi wa rehema. Ni asante kwa sababu ya kikao hiki ambacho umetupa ili uelekeze maisha yetu na utujulishe hali yetu sisi ni kina nani, na ungependa tuishi maisha ya namna gani ili tuweze kuwa na furaha na amani, na hasa tuweze kuleta mgeuko katika jamii na katika maisha ya ulimwengu huu. Wengine wametutangulia kama mtumishi wako Elisha, na aliweza kubadilisha watu wakaweza kujua kwamba wewe ni Mungu unayetenda mambo makuu. Tusaidie hata sisi katika safari yetu kwamba tuenende katika njia yako na tulete kugeuka kwingi. Twashukuru kwa sababu ya ibada hii. Twashukuru kwa kila mmoja wetu na twashukuru kwa ajili ya neno lako. Tusaidie sisi ni kwa sababu wewe ni mwema. Weza kuwa unanisikiliza na haujuani na Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye ndiye anayebadilisha. Aliacha ukuu kwa ajili yako. Mpokee, mpe nafasi ndani ya maisha yako, na safari hii itakuwa ni rahisi. Atakupa wasia, atakuelekeza na utaweza kushinda. Atakupa amani. Asante ni kwa sababu ya maisha ya huyu anayenisikiliza. Mpe nafasi ya kupokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, na ili maisha haya yawe rahisi. Yesu atapelekana na wewe katika kitanda cha hospitali, atapelekana na wewe katika hali yako ngumu, na utaweza kuwa mshindi. Ni kwa sababu ni Mungu anaweza. Si zote Bwana tuwajiachilia tena uweponi mwako, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Enendeni katika amani. Amani ya Mungu Baba ikitoa akili zote na ufahamu wote uweze kuwa juu yenu, kuwalinda na kuwahifadhi, nanyi muweze kufurahia nazo baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziweze kushuka katika safari zenu zote, katika shughuli zenu zote, ili nanyi muweze kupata maamuzi ya kumpenda Mungu na kumtukuza sasa na hata milele. Amen. Bwana wabariki.